إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna kitu ambacho kwamba tunakisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani, nayo ni kitu kikubwa sana, na kitu chenyewe ama jambo ambalo kwamba tunalipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kitu kinaitwa as-sabru, kusubiri. Tunajifunza katika mwezi wa Ramadhani kusubiri. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa huwa shahru sabri, kwamba huo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusubiri. Je, ndugu zangu Waislamu, faida ya kusubiri ni nini? Anayesubiri anapata faida gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika suratu Ali Imran aya ya mwisho, aya 200, asema vipi? Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, ikija amri, ikija imani, basi ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ya ayyuhalladhina amanu, anapozungumza na waumini, huwa mbele yake ima ni amri inafuata ama ni nahi, makatazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, isbiru, subirini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha ndani ya Al-Qur'an tuwe ni waja wa kusubiri, isbiru. Subra, ndugu yangu, ndiyo silaha kubwa kwa Muislamu katika kufaulu vikubwa sana. Muislamu akitaka kufaulu lazima ajipambe na sifa ya kusubiri. Na ndio utakuta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau si subra hangefaulu. Yeye ndio wa kwanza, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisubiri, kapata maudhi, kapata mitihani, kapata mitingisho mikubwa, lakini alisubiri, ndio maana mwisho akafaulu. Subra, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim katika suratu Al-Baqara aya 155 atuambia, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wallahi, hakika nitawapatia mitihani mizito. Mitihani yenyewe kutokana na hofu, min al-khawfu, khawf, wal-ju'i, jaa, wa naqsi min al-amwali, kupungukiwa na mali, ndugu zangu, wal-anfusi, na vifo. Yote hii ni mitihani. Mwenyezi Mungu amesha sema ndani ya Qur'ani kwamba atatupatia mitihani hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, je, Mwenyezi Mungu baada ya kutuambia kwamba nitawapatia mitihani, mwisho alituwekea nini? Alituwekea dawa. Dawa ni nini? Wabashiri sabirina, wapeni bishara njema, bishara mzuri wale ambao watapata mitihani, watapata matatizo, lakini wakawa watasubiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina idha asabathum musiba, wale ambao kwamba wakati wakipata mitihani, wakipata matatizo, wakipata shida, qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, huwa wanasema sisi ni wa Allah na kwa Mwenyezi Mungu tutarudi. Sana Muislamu huwa ajua hii anaisema wakati wa msiba mmoja tu, nao ni msiba wa kifo. Ni kweli, lakini msiba wa kifo ni msiba mkubwa sana, lakini mwanadamu kila jambo, kila mtihani kwake ni msiba.
Kila mtihani utakaofika mwanadamu basi ni msiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika hali ya kuwa wanakula na mke wake na Aisha usiku, katika ile taa ama ile stima pale ilikuwa inawaka, mara ikapotea. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile taa ile waliokuwa wakitumia kulia ikazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na Aisha akamwambia ya Rasulullah innaha misbah, ewe Mtume wa Allah, ni taa imepotea, taa imezimika, kwa nini unasema inna lillahi ya Rasulullah? Bwana Mtume Muhammad akamwambia fa kullu ma saa almu'mini fa huwa almusiba, kila lenye kumtia dhiki mwanadamu muislamu ni msiba. Lolote ambalo kwamba muislamu litakutia shida, litakutia dhiki, huo ni msiba. Na hasa leo tuko ndani ya msiba, tuko ndani ya mitihani. Hakuna mtihani mkubwa kama tuliopata mtihani huu wa corona. Ile mitihani yote tuko nayo leo, kazi zimeharibika. Tumekuwa na hofu sisi kwa sisi, tunaogopana, mtu anaogopa mpaka babake, baba anaogopa mpaka mtoto wake, tunaogopana kabisa. Vifo vimekuwa vingi. Ndani ya jambo kama hili, janga la corona limeleta mitihani yote ndani yake. Lakini ndugu Muislamu, dawa ni moja tu, ni kusubiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisubiri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatutengezea hali zetu na atatuletea mazuri zaidi inshallah kuliko zile ambazo zimeharibika na zimeondoka. Siku moja mama yetu Ummu Salama katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, Ummu Salama anasema nilisikia maneno mazuri kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha dua yenyewe inasema, yoyote ambaye kwamba atapatikana na mtihani, atapatikana na matatizo na shida na dhiki, aseme maneno haya: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salama asema maneno kama haya nilipoyasikia kwa Bwana Mtume Muhammad niliyahifadhi, nikasema haya ni maneno mazuri sana. Asema nikayachukua maneno kama yale nikayahifadhi. Ummu Salama anasema wakati mmoja mume wangu, kipenzi changu, rafiki yangu, kila kitu changu, roho yangu, Abu Salama alipokwenda katika vita na akawa ni mwenye kufa shahid, akawa ni mwenye kuuliwa Abu Salama. Ummu Salama anasema habari iliponifikia kwamba bwana wangu, mume wangu, kipenzi changu, roho yangu imeondoka, basi nilisikia dhiki sana, nilipata mtihani, mshtuko mzito. Lakini pale pale nikayakumbuka maneno aliyotufundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama akasema nikayakumbuka yale maneno, ile dua aliyotufundisha Rasulullah, dua mtu anapopata msiba, mtihani ailete. Asema nikasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, ajirni fi musibati, nipatie thawabu katika msiba wangu huu, katika mtihani huu ulionifikia leo, wa khaluf li khairan minha, na unipatie badali bora kuliko ile iliyoondoka. Yani Ummu Salama anaomba Mungu ampatie mume bora zaidi kushinda Abu Salama. Alipofika hii sehemu, hiki kilma aliposikilia kwenye hiki kilma wa khaluf li khairan minha, nipatie mume bora, kidogo Ummu Salama kasita, yani kanyamaza kidogo, akasema kweli kuna mume bora nitampata mimi kushinda Abu Salama jamani. Lakini Bwana Mtume hazungumzi urongo ndugu zangu. Bwana Mtume hasemi urongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yoyote atakayesoma dua kama hii, atakapofikiwa na msiba na mitihani na matatizo, Mwenyezi Mungu atampatia thawabu kwanza, kisha atampatia kheri nyingine mzuri zaidi kushinda ile iliyoondoka. Ikiwa ni mke utapata mwingine mzuri zaidi, ikiwa ni mume utapata mwingine mzuri zaidi, ikiwa ni mtoto utapata mwingine mzuri zaidi, ikiwa ni kazi utapata mwingine mzuri zaidi. Ndugu Muislamu, Ummu Salama asema nikakaa eda, nikaridhika na kadhaa ya Mwenyezi Mungu, mume wangu amekufa, nikasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asema falamma qadat iddati, sasa nilipomaliza eda yangu, mimi
Mara anakuja Hatib, sahaba mmoja katumwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambia nenda kwa Ummu Salama, mwambie Rasulullah yuwataka kukuoa. Ummu Salama pale pale akamwambia Hatib, rudi kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume takunioa mimi ni mwanamke, nina mambo mengi sana wallahi, na Mtume ni mtu mkubwa, mtu mtukufu, mimi ni mwanamke nishakuwa mtu mzima, tena tamsumbua Mtume, nina watoto hawa watampa shida Mtume, mimi nina wivu mkali sana, nitamsumbua Rasulullah. Hatib karudi kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuelezea habari hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bado rudi kwa Ummu Salama, mwambie ikiwa ni wivu nitamwombea dua kwa Allah, atamuondoshea wivu, na ikiwa asema yeye imekuwa mzee, mimi pia nimekuwa mzee kama yeye, tutakuwa sambamba kwenye shughuli, kuna wasiwasi. Na ikiwa ni watoto, fa inna iyaluha iyali, watoto wake pia ni watoto wangu, hawana wasiwasi wote insha Allah taala. Hatib karudi kwa Ummu Salama kupeleka habari. Alipokwenda Ummu Salama akawa hana budi akubali kuolewa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye khairu khalqi llahi kullihim, ambaye ndiye bora wa watu wote duniani, dunia mzima. Angalia ni ile dua aliyoisoma Ummu Salama pale aliposema, ewe Mwenyezi Mungu, nipe ujira katika mtihani huu nilioupata, na unipatie badali bora, nipe badali bora ya Abu Salama, nipatie mume mwingine bora zaidi mzuri. Kampata mzuri zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu Muislamu, usikate tamaa mitihani itakapofika, usikate tamaa kabisa. Ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutesta, anakupatia imani, anakutesta imani yako, anaangalia, anakufanyia mtihani kidogo, kukushika, kukuangalia utakuwaje. Ulipokuwa unacho ulikuwa vipi, leo huna utakuwa vipi? Ulipokuwa maskini ulikuwa vipi, leo umekuwa tajiri utakuwa vipi? Ni mtihani tu, lakini Muislamu hakati tamaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, la taknatu min rahmatillah, usikate tamaa kabisa na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mtihani umekufika ndugu Muislamu, ni kazi, ni watoto, ni mume, ni mke, ni lolote, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchuata hivi, katufundisha dua, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ndugu Muislamu, hakuna watu waliopata mitihani kama mitume wa Allah. Mitume wa Mwenyezi Mungu ndio wa kwanza waliopewa mitihani mikubwa sana. Wao ndio wa kwanza waliopata mitihani ya hali ya juu. Katika mitume waliopata mitihani mikubwa, tumtizame Nabii Allah Ayub alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea habari ya Nabii Allah Ayub katika sura mbili, katika suratu Swad aya 42 na katika suratul Anbiya aya ya 83. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Nabii Allah Ayub alayhi salam, wakati alipopata mitihani na matatizo na shida, alimnyenyekea Mola wake, hakuhangaika, hakwenda kwa mwingine yote, aliinua mikono akamwambia, wa Ayub idh nada rabbahu, ewe Mwenyezi Mungu, wewe nimepata mitihani mimi mja wako Ayub, basi wa anta arhamur rahimin, hakuna mwenye kunisaidia, hakuna mwenye kunirehemu isipokuwa ni wewe tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, fastajabna lahu, tukaijibu dua ya Ayub. Ni mitihani gani aliyoipata Ayub? Ayub alikuwa ni mtu tajiri, alikuwa ni mtu ana watoto wengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia mtihani katika mali yake. Mali yake Mwenyezi Mungu akamuondoshia yote, na watoto Mwenyezi Mungu akawatukua wote wakafa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa na mtihani wa afya na akampatia maradhi juu yake. Sasa afya ikaondoka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akampatia mtihani wa maradhi. Ndugu Muislamu, wakati ukiwa una maradhi lakini una pesa, wallahi ule mtihani wa maradhi kidogo huoni uzito.
ama una maradhi na una watoto kando yako wanakutizama, pia mtihani kama ule huoni uzito. Leo Mwenyezi Mungu angalia anavyotuonyesha kazi yake, ukubwa wake. Alimpokonya kwanza mali, kampokonya na watoto, kisha kampatia na maradhi. Sasa Nabii Allah Ayub alikaa kwenye mtihani kama huu, ndugu zangu. Riwaya tofauti, wengine wasema miaka 18, al-Imam al-Qurtubi atuambia miaka 9. Yani ni kila mmoja iwasema kadri alivyokaa, lakini tushike hii ya chini miaka 9. Tushike hii ya chini miaka 9, ndugu yangu. Katika muda wa miaka 9 Nabii Allah Ayub yupo katika mitihani. Pesa hazimekwisha, watoto wamekufa, na maradhi juu ya maradhi, na maradhi mazito kabisa, ndugu zangu. Alikaa katika hali kama hii, anamwambia ya Rab. Alimkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakubabaika kabisa. Alimwambia, ya Rabbi, na kuomba nipatie mitihani kila sehemu, lakini jalia ulimi wangu usiupatie maradhi, ili niweze kukutaja ya Rabbi. Maana maradhi aliyopewa ni maradhi mazito. Mwili mzima Ayubu ulikuwa umeoza kwa maradhi, isipokuwa ulimi peke yake, ili apate kumtaja na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu anatuonyesha utendakazi, ndugu zangu, kwamba inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah akitaka jambo ni hapo kwa hapo, kun fayakun. Nabii Ayub alikaa katika mitihani kwa muda mrefu sana, lakini Mwenyezi Mungu anakuja kumpa dawa kwa dakika ama kwa sekunde moja, ndugu zangu. Nabii Ayub baada ya kuinua mikono kumwambia, ya Rab, anta arhamur rahimin, ya Rab, wewe ndiye mwenye kunisaidia, ndiye mwenye kunirehemu, ya Rab. Mwenyezi Mungu asema fastajabna lahu, tukamkubalia maombi yake, dua yake Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala amwambia Ayub, irkudhu birijlik, piga, amka, upige magoti, upige miguu kwenye ardhi. Kapiga miguu kwenye ardhi. Maulama watuambia ikatoka mito miwili. Mto wa kwanza akaambiwa ighsil, oga, kwa sababu alikuwa mwili umebadilika kwa maradhi. Akaoga, Mwenyezi Mungu akamregeshea ngozi yake na sura zake nzuri kabisa kushinda zile zilizokuwa. Akamwambia, wa hadha mughtasalun baridun wa sharab, na huyu mwingine chukua maji yake ukunywe. Akatukua maji akanywa, basi yale maradhi yaliokuwa ndani ya mwili yote akaisha. Kuonyesha utendakazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mtihani tu anakupatia, lakini ukimtegemea yeye, ukiwa na sifa ya subra, wallahi ndugu Muislamu utafaulu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka leo ndani ya Al-Qur'ani Nabii Allah Ayub anatajwa, asema Mwenyezi Mungu, ni'mal abdu innahu awwab. Hakuna mja bora, neema ya mja mzuri kabisa ni Ayub. Kwa nini? Kwa alirudi kwa Mola wake na alisubiri katika mitihani aliyopewa. Kwa hivyo ndugu Muislamu, hivyo mimi na wewe, Mwenyezi Mungu ni yule ataweza kutusaidia katika mitihani yetu. Kitu muhimu ni subra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'anul Karim, inna Allaha ma'as sabirin. Utakaposubiri ndugu Muislamu, ujue wewe upo na Mwenyezi Mungu. Subiri, usikate tamaa, uko na Mwenyezi Mungu wewe. Inna Allaha ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu katangaza, hakika yeye Mungu, hakika Mungu asema mimi niko na wale wenye mitihani wakasubiri. Subiri ndugu Muislamu, utakuwa kama Nabii Allah Ayub alayhi salam. Faida nyingine, wallahu yuhibbu sabirina, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kusubiri. Utakapopata mitihani ndugu Muislamu, subiri. Ukisubiri utapendwa na Allah, utakuwa uko na Mwenyezi Mungu karibu na uko na mahaba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida nyingine, Mwenyezi Mungu anasema innama yuwaffas sabiruna, hakika si jambo lingine, tutawalipa wenye kusubiri ajrahum bighairi hisab, malipo yao bila ya hisabu. Allahu akbar. Utapata malipo yako bila ya hisabu ndugu Muislamu. Janna unaipata wewe bila ya hisabu ndugu Muislamu. Ni faida ya kusubiri. Kwa hivyo ndugu Muislamu, mitihani ipo, matatizo yapo, lakini dawa yake ni kusubiri. Hakuna mtu ambaye kwamba hana mitihani hii dunia.
Hivi dunia imejaa mitihani. Wakati mmoja, kisa kimoja cha kufurahisha, alikuja shekhe mmoja katika msikiti siku ya Ijumaa. Basi akawa ni mwenye kuzungumzia umuhimu wa kusubiri. Yule shekhe akasema, ndugu zangu, mitihani imejaa katika majumba, katika misikiti, katika dunia. Hakuna mtu ambaye kwamba hana mitihani, hasa ndani ya majumba. Haya majumba yetu mnayoona hizi kuta nne hizi, lao utafunguliwa ndani, mitihani yake iliyoko ni mingi sana. Usione watu wana raha, watu wana mitihani ndugu zangu, lakini wanasubiri. Sasa yule shekhe akasema, kila aliyekuwa na mkwaruzano na matatizo na mke wake asimame nimpatie dawa. Nimekuja na dawa leo mimi. Imamu wa msikiti ndio wa kwanza aliyosimama kwamba mashallah, mimi na mtihani na mke wangu mwezi mzima hatulali na yeye kwa mtihani, leo shekhe amekuja na dawa. Kasimama imamu na watu wote msikitini wakasimama mashallah kuja kupokea dawa kwa shekhe. Ila tu mtu mmoja amekaa mbele ya shekhe pale, yeye hapana simama, hakusimama yeye, lakini yualia sana. Imamu akamuona kwamba kumbe huyu inaonekana yeye amepata mke mzuri, mke wa kutoka peponi huyu. Manake imamu wa msikiti amesimama, watu wote msikitini wamesimama, wana mitihani, yeye mashallah amekaa chini. Jamaa akamwambia shekhe, ndugu yangu, ningekuwa wa kwanza kusimama, lakini jana mke wangu anivunja mguu mimi. Allahu akbar. Kumbe maskini yeye ndiye ana mitihani mikubwa kushinda watu wote msikitini. Hivi ndio dunia inavyokwenda ndugu Muislamu. Dunia ni mitihani, lakini dawa ya mtihani ni kusubiri, ni asabru. Kusubiri ndio dawa ya mitihani, na utakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.